Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sport Ahmed Ally amesema mwanzo mbaya ambao haupaswi kutukatisha tamaa wala kutuvunja moyo. Ni mwanzo mbaya ambao unapaswa kutupa nguvu ya kupambana kwa mechi zijazo. Mapambano yaendelee. Ni baada ya Simba Sport kufungwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mnyama Simba Sport akilala kwa bao 1-0 pale Benjamin Mkapa atoki mtu. Leo wao ndio wametoka. Ahmed Ally alitoa maoni yake na kusema kuwa hakika haukuwa mchezo mwepesi, kwani Petro walikuwa ni wabora sana uwanjani. Hivyo tutajipanga kwa mechi zingine kuhakikisha kwamba hatukosi kuvuka hatua hii ya makundi klabu bingwa barani Afrika, kwani nafasi ya kupambania pointi zingine bado tunazo. Kipindi mechi inachezwa kipindi cha kwanza, Simba ilidhibiti sehemu kubwa na kuwafanya Petro Atletico wasionane kabisa. Hivyo mpira ulikuwa na umiliki mkubwa kwa upande wa Simba Sport, lakini wakashindwa kutumia nafasi walizozitengeneza, hatimaye wakaadhibiwa na Petro de Luanda. Hii inaonyesha uzoefu wa Petro katika mechi za ugenini na uwezo wa kutimiza matokeo kwa ufanisi. Petro hawakulazimisha kushambulia kila wakati, walicheza kwa umakini, wakipokea shinikizo na kuanzisha mabadiliko ya haraka, yani transition, ili kuanzisha mashambulizi yao wanapopata nafasi. Kwa hatua za mwisho walifanikiwa kupunguza tempo ya mchezo, kuzuia Simba kupata nafasi nzuri za bao, kuzuia jaribio la mwisho kutoka kwa Simba. Simba ilikosa wachezaji muhimu watatu, hasa kwenye ushambuliaji. Hii ilikuwa ni hasara kubwa kwa Simba kwa sababu walipoteza udhibiti kwenye ulinzi na nafasi za kushambulia. Ingawa Simba ilionekana si ngumu sana kwenye baadhi ya tathmini, si jambo la ajabu kwa makundi ya ligi ya mabingwa Afrika kuwa na matokeo ya kushtua. Taarifa inaonyesha kwamba kocha wa Pedro alisema Petro ni timu ngumu, sio rahisi kupuuzwa. Kucheza nyumbani kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kunaweza kuongeza shinikizo kwa Simba, hasa walipolazimika kuonyesha ubora na kuanza vizuri hatua ya makundi. Jambo la kushindwa nyumbani linaweza kuwa na athari kubwa kiakili kwa wachezaji, hasa wakipata shinikizo la mashabiki. Kwa hivyo Simba wameshindwa leo kwa sababu Petro de Luanda walicheza vizuri kwa nidhamu na ufanisi, wakitumia makosa madogo ya Simba na kuwasumbua kwenye mashambulizi. Pia Simba ilikosa wachezaji muhimu ambao ingechangia kuimarisha safu ya ushambuliaji kwenye mashambulizi yao. Hata hivyo mechi hii ni ya makundi na bado Simba ina nafasi za kurejea. Haitoshi kufungwa mechi moja tu kuamua kila kitu. Hivyo bado wana nafasi ya kutetea nafasi yao ya kuvuka hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika, ambapo sasa katika kundi lake anashika mkia kwa hivi sasa. Mtazamaji wetu wa Nel TV, asante kwa kuendelea kutupa support Nel TV. Tunakuomba usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kumbuka kuwa jana Young Africans iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Rabat, huku Singida wao wakichakazwa bao 2-0 dhidi ya CR Belouizdad. Leo Simba Sport imechakazwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda, huku Azam FC ikichakazwa bao 2-0 dhidi ya AS Maniema kutokea DR Congo. Ni Young Africans pekee ndio imeibuka na ushindi katika michezo hii ya CAF Champions League kwa upande wa Tanzania. Endelea kutufuatilia kwa updates mbalimbali, tukikusogezea uchambuzi wa kile ambacho tumeshuhudia katika michezo hii minne. Kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika zikiwakilisha timu mbili, Azam FC Singida Black Stars zikifungwa bao 2-2, huku Young Africans kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika akishinda bao 1, huku Simba ikichapwa bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico de Luanda. Mimi ni Lizo Sport, endelea kuwa nasi, subscribe channel yetu. Hadi wakati mwingine, bye bye.